Kitengo cha ujasusi cha idara ya ulinzi nchini Ukraine kimeripoti kwamba kuna miili miwili zaidi imepatikana ya Wakenya waliosajiliwa na Urusi kushiriki katika mapigano yanayoendelea kati ya mataifa hayo mawili. Miili ya Ombori Dennis Bagaka mwenye umri wa miaka 39 na Wahome Simon Gititu alikuwa na umri wa miaka 31 ilipatikana karibu na mji wa Liman katika eneo la Donetsk nchini Ukraine, ambalo limeshuhudia mapigano makali kati ya wanajeshi wa Urusi na wale wa Ukraine. Kulingana na ujasusi wa kijeshi wa Ukraine, miili ya Ombori Dennis Bagaka na Wahome Simon Gititu ilipatikana bali na mwili wa Mkenya mwingine Clinton Nyapara Mogesa, ambaye kifo chake kilitangazwa na mamlaka ya Ukraine mwishoni mwa mwezi Januari mwaka huu. Wanaume hao watatu walikuwa wakifanya kazi katika kampuni za usalama nchini Qatar, ambako walikuwa wameajiriwa kabla ya kushawishiwa kutia saini kandarasi za kijeshi na majeshi ya Urusi. Uchunguzi unaashiria kwamba Bagaka na Mogesa waliwasili katika kituo cha usajili huko Yuroslav mnamo tarehe 27 mwezi Septemba mwaka wa 2025, ilhali Gititu alijiunga na shughuli hiyo mwezi mmoja baadaye mnamo tarehe 28 mwezi Oktoba mwaka wa 2025. Kufuatia matukio hayo, ujasusi wa kijeshi wa Ukraine umewaonya raia wa kigeni dhidi ya kusafiri nchini Urusi au kuajiriwa nchini humo, ukitaja ongezeko la visa ambapo makurutu hutumwa katika maeneo ya vita yenye hatari kubwa. Wakati huo, familia moja katika kijiji cha Nabemo, wadi ya Mautuma katika eneo bunge la Lugari, inatoa wito kwa serikali kutoa jawabu kufuatia kifo cha mwanao nchini Urusi kilichotokea katika mazingira sawa na hayo. Familia ya Erastus Mundia mwenye umri wa miaka 38 imesema alifariki baada ya kudaiwa kuajiriwa na kulazimishwa kujiunga na jeshi la Urusi katika vita vinavyoendelea baina ya Urusi na Ukraine. Alipofika huko, yeye akiwa Kenya hapa anafanya kazi ya sales and marketing. Hiyo ndiyo kazi ambayo alisomea. Lakini maajabu ni kwamba wakati alifika kule walibadilishiwa kazi na wakapelekwa kwa kazi ya military. Wazazi wa Erastus, Josephine Omoma na Moses Muyela, walisema mwanao alikuwa mfanyi biashara maeneo ya pwani kabla ya kuondoka nchini kuelekea Urusi mwezi Oktoba mwaka 2025. Kile ninaomba hawa watu wote, tafadhali serikali ikuchukue jukumu. Wale ambao wamekufa na wale ambao wako hai, tafadhali serikali ya Kenya, kama mnasikia makilio yangu, kama mnasikia machozi yangu, na waomba mturudishie watoto wetu. Hata kama wamekufa, tuwazike, tuone makaburi yao, tukijua ya kwamba watoto wetu walienda na wakakufa, sio wapotelee huko. Walisema mawasiliano baina yao na mwanao yalikatika tarehe 17 mwezi Novemba kabla ya kupokea taarifa za kufariki kwake Jumatano iliyopita. Haya yanajiri huku huzuni na maswali yasiyo na majibu vikigubika kijiji cha Kinori Mukurweini katika kaunti ya Nyeri, ambapo familia ililazimika kufanya shughuli ya mazishi bila maiti ya mpendwa wao ambaye mwili wake haukuweza kufikishwa nyumbani. Charles Waithaka alifariki mwezi Disemba mwaka wa 2025 akidaiwa kupigania jeshi la Urusi. Waithaka alisafiri kwenda Urusi mwezi Oktoba mwaka wa 2025 baada ya kuahidiwa ajira ya udereva. Maagent ni vizuri sana waache kudanganya watu, wakijua vizuri. Hata serikali inafaa iingilie kati. Hawa maagent wenye wamepeleka watu huko Russia wachukuliwe hatua kali sana, sababu wasa wengi wako huko wamekufa huko Russia. All these things are happening in the eye of the Kenyan government. What disturbs us most is that the Kenyan government have not done anything much to bring back these young Kenyans. If we do not bring an end to this illegal recruitment into Russian army, then there's no difference between this illegal recruitment and recruitment into Al-Shabaab, ISIS and Boko Haram. Familia hiyo sasa inatoa wito kwa serikali kuchukua hatua madhubuti ili kutokomeza ongezeko la visa vya Wakenya kuhadaiwa au kushurutishwa kujiunga na jeshi nchini Urusi.